Kama hivyo Waislamu mnavyodai kwamba utatu mtakatifu, tena nisiseme Waislamu, vitabu vya Mungu vinavyodai kwamba utatu mtakatifu haupo. Kama hivyo Biblia, umenisomea Biblia, umenifungulia vifungu, inaonekana inapinga utatu mtakatifu. Umenifunulia Qur'ani, inapinga utatu mtakatifu. Na sisi tunasema ni watu wa Mungu, na lengo letu si ni kwenda tu mbinguni, kwa sababu hatuna lengo lingine kwenye Injili au watu wa Qur'ani kwamba kuna kitu kingine wanadai zaidi ya kwamba tusamehewe alafu tuwe na mwisho mwema. Sasa kwani huu utatu umetoka kwa nani? Kama Mungu hajaweka kwenye vitabu vyake ambavyo ni Biblia na Qur'ani. Kabla sijaendelea, kuna neno umetamka hapa kwamba sisi Wakristo malengo letu tuingie peponi, twende mbinguni. Ndiyo. Hakuna andiko lolote kwenye Biblia ima kwenye Qur'ani Wakristo wataenda mbinguni. Okay. Hakuna. Na kama mimi nasema niko muongo, nitafutie pasta yeyote unayemjua. Tufanye mnakasha naye. Mada iwe Wakristo watakwenda mbinguni. Okay. Wakristo wataenda mbinguni, yani wataingia peponi. Sisi ni wafuasi wa Yesu. Hakuna hesabu si ni rahisi tu. Hakuna andiko lolote kwamba Wakristo ni wafuasi wa Yesu, hakuna. Okay, lakini Yesu alituambia kabisa kwamba bado ninayo mengi ya kuambia, lakini bado ninaenda mbinguni nikawaandalia makao. Nikishamaliza nitarudi kuja kuwachukua ili niwapo mimi na nyinyi muwepo. Kama alishatuambia hivi, sisi atakapotupeleka ndipo tutakapoenda. Yesu anawaambia wanafunzi wake. Wameikaa wanani wanafunzi wa Yesu? Sisi wa Kristo. Wewe aliyekwambia hivyo ni nani? Sisi ni wanafunzi wa Kristo, na ndio maana tunaitwa wa Kristo. Yaani tunatoaga tu hilo neno wanafunzi wa Kristo kufupisha. Tunaposema wa Kristo maana yake wa Kristo, watu wa Kristo, wanafunzi wa Kristo. Hakuna siku hao wa Kristo tulio nao ni wafuasi wa Yesu, hakuna. Kama unaona mimi nasisitiza hivyo, ni kwa sababu ushahidi ninao kibao zaidi ya 100. Okay. Hakuna andiko lolote wa Kristo ni wafuasi wa Yesu. Kama watakuja kukusudia katika Marko 9:41 kwamba nyinyi ni watu wa Kristo, sio hao tuliokuwa nao. Atakayewalisha atakuwa amenilisha mimi, kwa sababu alikusudia kwamba nyinyi ni watu wa Yesu mnaonifuata mimi, sio hao tuliokuwa nao. Kwani sasa sisi tunamfuata nani? Nyinyi. 9:1 wa Korinto wa kwanza mnamfuata Paulo. Soma 11. 9:1 wa Korinto wa kwanza. Anzia 11 wa Korinto wa kwanza. 11:1. Sawa. Wa Korinto wa kwanza 11 mstari wa kwanza. Mniige mimi kama mimi ninavyomwiga Kristo. Unaona? Mniige, Biblia nyingine inasema mnifuate mimi. Kwa nini sema mumfuate Kristo kwa kufuata mafundisho yangu, lakini nasema mnifuate mimi. Kwa hiyo ukiniuliza sasa sisi tunamfuata nani? Ndio huyo. Njia wa Kristo ndio huyo. Okay. Na Wakorinto wa kwanza 4:14 mpaka 16 anasema mimi ndiye niliyewazaa katika Kristo. Hata kama mna waalimu wengi. Sikiliza andiko hilo, eti hata kama mna waalimu wengi. Yesu ni mwalimu? Hapana, Masihi. Ni Masihi. Hata kama ni Masihi ni cheo tu. Ndiyo. Lakini ni mwalimu kwa sababu alikuwa anafundisha. Ndio. Yohana 13 Yesu alisema yeye ni mwalimu. Mnaniita mwalimu na Bwana. Ndio. Na kweli mnanena vema. Kwa hiyo Yesu ni mwalimu. Sasa Paulo anasema hata kama mna waalimu wengi akiwemo Yesu, mimi ndiye niliyewazaa. Yaani mimi ndiye nimewaanzishia imani. Sio Yesu. Sawa. Kwa hiyo huyo ndiye anayefuatwa na Wakristo, lakini Wakristo hawamfuati Yesu. Nikitaka niingie katika hii, naweza nikaporomoka kwa ushahidi wa hapa na pale kwamba Wakristo ndio maadui wa Yesu. Ukitaka nikuonje hata moja, unaambie, na kama huwezi kupendelea labda tuingie kwenye hii mada, niko tayari nikuonje, nikuoneshe. Hakuna siku Mkristo ni mwanafunzi wa Yesu, ni mfuasi wa Yesu, kitu kama hicho kwenye Biblia hakuna. Mimi niko naongea kwa sababu Biblia nimeisoma, naijua mwanzo wake na mwisho wake. Nipe andiko moja tu alafu tuhame tuende kwenye 2:18 waraka wa kwanza wa Yohana. Sikiliza sasa, Biblia nataka nikupe ushahidi moja baada ya nyingine. Wakristo si wafuasi wa Yesu. Kinyume chake ni maadui wa Yesu. Soma waraka wa kwanza wa Yohana 2:18 mpaka 20. Alafu tupe maelezo ya Biblia. Tunakwenda kwa huyo anajiita Mungu. Father. That father. That father. Wewe unamwamini kama Mungu? Namwamini ni Mungu. Kutoka mbinguni. Ashindwe. Engane tapieso. Kijukta ingo kona nyiba. Unaamini yeye ni Mungu? Yeye ni Mungu. Kabisa. Kabisa. Kwa vitendo zake yani. Bro, what are you talking about, man? Unamwabudu? Kuabudu sisi ni kama sasa wanini wake.
wafuasi wake yani. Huyu mtu mtu ama Mungu? Ni Mungu yani, si mtu. Mungu. Wewe mjinga. Kwa hivyo wewe unapofanya ibada unamwabudu huyo Bwana. Sasa unajua mimi nilimjua What are you saying, bwana? 2015 nikijua kweli anaabudu yeye ni Mungu yani. Na sababu yeye anasema anatumia bangi. Amewahi kukupea bangi? Wewe uvute bangi? Uko sawa kabisa? Uko sawa. Shut up. Na anatumia maziwa? Maziwa na kunywanga. Sio ndio na maintain ndio. Koma nyoko. Hata hiyo ani huku sio homu, lakini nimekuja tu kazi ya ya nyumbani. Ni wapi? Nyumbani ni huko ukipita town Kakamega. Huko mali naitwa Shinyali huko. Ati unasemaje? Wewe unasoma Biblia? Biblia huwa nasoma. Na ukisoma Biblia nakwambia Mungu ni mtu ambaye anakula na kulala ovyo ovyo. Aha. Mungu si mlalaji. Ni mtu ambaye ameumba janamu yake hapo. Okay. Sasa hiyo janamu ni ile ya kutafutanga kuni, ukiweka hapo sasa moto haitimiki hapo. Ya imekuwa tu yani moto yenye iko. Kwa hivyo wewe sasa huyo Mungu tunayemzungumzia wa Biblia na mimi ndiye huyo mwenye ninazungumzia kwa Biblia. Ndiye huyo third father kabisa. Kwenda mbali sana, wewe mjinga sana. Lakini mzee anakula, anavuta bangi, na wewe unasema ni Mungu. Kwa hivyo unaabudu kisichostahili. Unajua hivyo? Unaabudu kitu yenye haiko yani. Hata siku ingine we Umbwa wewe. Lakini kwa Ismail ni kwa ajili ya walimwengu wote. Ndio maana kupitia kizazi cha Ismail akatokea Bwana Mtume Muhammad akasema nimetuma kwa ajili ya walimwengu wote. Ismaili Waislamu huwa mnadai ndiye tuseme ni baba wa Waarabu. Ismaili ni baba wa Waarabu. Na hapo mnakuja kusema ni tuseme ni babu ndicho kizazi ambacho kinaenda kumzaa Mtume Muhammad. Mtume Muhammad tunajua ni Mwarabu. Ismaili anakuaje awe Mwarabu wakati tunajua kwamba wale wenzake wote sio Waarabu? Yeye na Isaka wamezaliwa na baba mmoja. Inakuaje huyu mmoja awe Mwarabu alafu mseme baba wa Waarabu? Inawezekanaje huyu Ismaili awe baba wa Waarabu wakati yeye sio Mwarabu? Na Waarabu wa kweli wanasema ni wale wa Yemen. Naam. Na tunajua Mtume Muhammad alikuwa ni Quraysh. Naam. Sasa ndugu zetu wa Kristo huwa wanalijadili hilo wakidai kwamba Ismaili si Mwarabu. Ndio. Lakini ukitaka kuzungumza kwamba si Mwarabu, hawana hoja yenye mashiko wanaoshikilia kwamba Ismaili si Mwarabu. Lakini mimi nitathibitisha kwamba Ismaili ni Mwarabu, na huyu Ismaili ni ambaye alikuwa anathibitishwa na Mwenyezi Mungu kuwa kizazi chake ni kizazi cha Kiarabu. Soma kwenye kitabu cha Mwanzo hapo. Mwanzo. Soma, anza Kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Taurati ngapi? Kumbukumbu la Taurati 33. Sawa. Mstari kuanzia wa kwanza mpaka 3. Hii ndiyo baraka ya Musa, huyo mtu wa Mungu aliyewabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasema Bwana alitoka Sinai, akawajia kutoka Seiri, aliangaza katika kilima cha Parani, akaja Meribath Kadeshi. Upande wa mkono wake wa kulia palikuwa na sheria ya motomoto kwao. Rudia tena, upande wa kulia. Upande wa kulia palikuwa na sheria ya motomoto kwao. Palikuwa na sheria ya motomoto kwao. Hiyo sasa ni kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 33:1. Ndio. Inasema Bwana ametoka Sinai, akaondokesha kutoka Seiri, akaangaza katika kilima cha Parani. Sikiliza hapo, kuna neno inaojificha. Ndio. Ruka hapo kumbili. Ndio, niende 3. 2 hapo, anzia hapo 2 kisha uende 3. Akasema Bwana alitoka Sinai, akawajia kutoka Seiri, aliangaza katika kilima cha Parani, akaja Meribath Kadeshi. Upande wa mkono wake wa kulia palikuwa na sheria ya motomoto kwao. Hakika awapenda hao makabila ya watu, watakatifu wake wote wamo mkononi mwako. Nao waliketi miguuni pako, watapokea kila mmoja katika maneno yako. Inatosha.
Ninachokilenga sasa hapo, Ndiyo. Inasema kwamba Mwenyezi Mungu aliangaza, alikuja kutoka Sinai. Ndiyo. Anakusuhudia alivyomtokea Nabii Musa kwenye mlima Sinai akampa utume. Ndiyo. Akaangaza Seiri, anakusuhudia utabiri wa kuja kwa Bwana Yesu kutokea Seiri. Kisha akaangaza kwenye kilima cha Parani. Okay. Akaangaza huko, akusema ameangaza, lakini hapa kwenye kilima cha Parani akaangaza. Neno mwangaza ina maana nyingi. Kuna mwangaza maana yake anatia nabii, kuna mwangaza maana yake anatia sheria, kuna mwangaza maana yake anaongoza. Iko aina nyingi, lakini hapo Parani Mungu alitia mwangaza wake. Ukiona anayekusudiwa hapo ni Nabii Ismail, kwa sababu Mwanzo 21:14 na kushuka mpaka 21, Nabii Ismail ndio alienda pale, akaishi pale, akazaa pale. So unasikia watoto wote wako mikononi mwake. Ndio. Akazaa pale Parani. Mungu akasema hapo ndiko ambako alitia mwangaza wake. Sasa soma Ar-Rahiki Al-Maktum ukurasa wa 76 na 77. Anzia hapa. Imepokelewa kutoka kwa mtume kuwa yeye asema, mimi ni mtoto wa watolewa kafara wawili, akiwa na maana Ismaili na baba yake Abdala. Abdul Mtwalibu alimchagua mtoto wake Abdala mchumba, alimchagulia mtoto wake Abdillahi mchumba. Amina binti Wahabu bin Abdi Manafi bin Zuhula bin Klabu. Kuanzia siku hiyo Amina akahesabiwa kuwa ni miongoni mwa wanawake bora wa Makuraishi kwa uzawa na kwa nafsi yake, na baba. Huu ni Yesu. Nilipomaliza tu pasta akauliza akasema hiyo tumeelewa. Lakini sasa kama kweli sisi tunasema mnaabudu mizimu, mnaabudu mashetani, ushahidi ni mwingi, sio hiyo tu kusujudu. Kusujudu kweli vimeandikwa, lakini mbona tatizo mliokuwa nayo, mtu Muislamu akifa badala ya kwenda kumzika munamuosha ili aweje? Ni uchafu. Mtu akifa si inakuwa ni uchafu, kwa nini mumuoshe kama haiko kuabudu mashetani? Nikwambia asante. Acha tuulize Biblia 9:36 mpaka 41, Matendo ya Mitume. Mama mcha Mungu alipokufa wakamweka ghorofani kabla ya kwenda kumzika, wakamuosha. Nikwambia hapa bwana mtume bado hajafika, lakini tayari katika imani ya kabla ya Mtume Muhammadi, maiti kabla haujamzika walikuwa wanamuosha. Kwa kule kumuosha, alipokuja Mtume Muhammad ikawa dini hiyo, itikadi hiyo ndio aliyokuja kutufundisha, na mpaka sasa Waislamu wanaosha maiti kabla ya kwenda kumosha. Hapo kwa hapo mwingine akasema, kwa nini mnaweka ndevu? Nikwambia acha tuulize Biblia. Walawi 19:27. Mungu anasema acheni ndevu zenu zikue. Ndio maana mtume aliwaambia watu, fateni mila yangu na muweke ndevu. Ndio maana Uislamu anaweka ndevu. Takbir. Hapo mwingine akauliza akasema, kwa nini msali mara 5 kwa siku? Nikamwambia acha tuulize Biblia. Alfajiri Marko 1:35, dhuhuri Matendo 10:9, la asiri Matendo 3:1, magharibi Mathayo 14:23, la ishai Mathayo 14:23 na Luka 6:12. Takbir. Mmoja akasilimu. Baada ya kusilimu, mama naye akasilimu na watoto wake wakasilimu. Baada ya wiki moja naandaa muhadhara mkubwa ili tumtangaze huyu aliyekuwa amesilimu, na kuja kusikia askari anakuja tu kunikamata. Tip, wewe ndo Kesede? Kasema ndo mimi huyu. Nifuate. Sasa nikufuate wapi na mimi niko na safari zangu za kuandaa mambo yangu ya dini? Basi wazee wakasema bana mfuate. Ukishaona mtu kama huyu tayari serikali hiyo. Haya bana, nikamfuata. Anaenda hivi na mimi nakwenda, anaenda hivi na mimi nakwenda, mpaka tukafika kwenye mahakama. Nikamkuta kuna mtu yuko anasamba. Kusamba siji nyinyi mtaelewaje, yani iko na ojiwa. Wakamuuliza, uliyetuambia ndiye huyu? Ndio Kesede huyu au labda tumekosea, tumtafute Kesede mwenyewe? Alipontizama akasema, huyu ndio Kesede huyu. Anafanyaga nini kosa yake? Akasema huyu ndio mwenye anafundisha tauhidi. Wakamuuliza, serikali haijui nini tauhidi, tuambie wewe tauhidi ni kitu gani? Akasema tauhidi maana yake kuwalazimisha Wakristo kwa nguvu watoke katika Ukristo na kuingia katika Uislamu kwa nguvu, kisha kuwafundisha teknika ya kuua mtu afe kwa haraka. Inna lillahi. Alipomaliza tu nikachukuliwa
nikatolewa viato, nikatolewa saa, nikachukuliwa simu, nikapelekwa mpaka ndani. Miaka 4 mimi niko jela kwa wivu ya watu kusilimu. Nikafungwa miaka 4 bila kuojiwa. Miaka 4 niko jela. Mabwana, hakuna kitu muhimu kama kuutangaza Uislamu. Mtu wa kwanza kabisa atakayefilisiwa ni yule anaitukana watu. Tukana unavyotaka, kandia unavyotaka, chafua heshima za Waislamu unavyotaka. Akhera atakuja sema, ya Rabbi, alinitukana sana duniani. Mema yako atachukuliwa, atapewa yeye. Mtu wa pili aliyepiga watu. Onea watu utakavyo, piga watu utakavyo, jitia una nguvu utakavyo, jiona ni bouncer utakavyo. Mapigo na vipigo na uwapiga watu na kuonea watu, akhera watakuja wote uliwapiga sema, ya Rab, alinipiga sana duniani akanionea. Allah atachukua mema yako yote atampa yule uliyempiga. Mtu wa tatu aliyekula mali za watu. Mtu wa 4 aliyemwaga damu za watu, na mtu wa 5 ni yule aliyewazulia watu uongo. Kuna bwana mmoja aliota anakimbizwa na simba. Kila kigeuka anaona simba anakimbia. Kila kigeuka anamuona simba, anaongeza mwendo. Akaona huyo simba huyu atamaliza uhai wangu. Akatafuta shimo akadumbukia. Wakati anadumbukia kwenye ile shimo, kumbe kulikuwa na mzizi kule katikati umeota. Yule bwana akafika akaganda kwenye mzizi. Simba alivyofika naye akaganda, akawa anasubiri. Yule bwana hatoki mpaka amuone yule bwana katoka mle ndani. Simba na hema na muangalia, na yule bwana ana hema. Akasema, hapa nifanye taratibu gani nitoke nje? Jamaa anaota. Nje kina dada, nifuatilie ninamaliza. Jamaa anaota. Yule bwana alivyokuwa anaendelea anaota, akaona hapa cha kufanya ni kuchimba mashimo nitoke nje. Kabla hajapata uamuzi huo, anaangalia chini, anakuta kuna nyoka alishaingia, ana wiki kama 4 yuko chini, mwenye sumu kali, na yeye ameinua, anataka kumgonga yule bwana, hamfikii. Yule bwana alivyoona vile akasema, hata ngoja nifanye haraka hapa. Akaanza kutafuta mashimo, anachimba, anataka anapeleka huku ili miguu yake aweze kutoka. Wakati anapeleka mkono, akaona mkono wake umelowana hivi na maji. Akaona haya maji ya nini haya? Akasema ngoja nilambe. Akalamba. Alivyolamba ikamletea ladha ya asali, maji matamu. Wakati anaendelea kuchimba, akaona hapa ina haja ya kuchimba sasa hivi. Akaanza anapeleka mkono analamba. Anapeleka mkono analamba. Kasahau juu kuna simba, chini kuna nyoka. Wakati anaangalia mkono wake wa kulia, akakuta kuna panya mweupe anakula mzizi aliokalia. Wakati anaangalia mkono wa kulia, panya mweupe alivyorudisha mkono wa kushoto, akakuta kuna panya mweusi anakula mzizi aliokalia. Hatima yake ikawa nini? Akachelewa kuchimba mashimo, mzizi ukakatika, akaingia chini, akagongwa na nyoka, ikawa inna lillahi. Nini tafsiri yake? Simba ni umauti, ni kifo. Popote unapokwenda kifo kiko nyuma, unafukuzana nacho. Unakwenda sokoni, unacho. Unakwenda kulima alizeti, unacho. Mahindi, unacho. Maharage, unacho. Una nani hii na mzee, unacho. Kila kitu kifo kipo kinakuangalia. Ndio yule simba. Nisikize, tunafafanua. Mzizi ni nini? Mzizi ni nini? Mzizi ndio kondoa hii. Uko kondoa hapa, umekaa kwenye mzizi hapa, umestarehe. Huu ndio mzizi. Waliyekuwa Dar es Salaam kwenye mzizi, Amerika kwenye mzizi, Tabora wote wamekalia mzizi. Ndio ule mzizi uliyepita ukakatisha kwenye shimo, umeukalia ule. Panya mweupe ni nini? Panya mweupe ni mchana. Mchana wa leo ushaliwa, umeondoka. Kama umebakisha michana ya kufa 90,
imebaki 89. Mchana wa leo ushaliwa. Panya mweusi ni nini? Usiku wa jana. Kama ulibakiza usiku 100, zimebaki 99. Tunafafanua ndoto. Nyoka ni nini? Sikupeleki kwenye nyoka. Ile mtu unalamba, unakula, unajisahau. Ndiyo ile umeacha swala, mala umeenda umefanya mabalaa kidogo, umeenda kwenye mziki kidogo, umeenda kwenye harusi kidogo, umejirusharusha, umesahau swala imepita. Raha za dunia zinakusahau, swala imepita. Raha za dunia zinakusahaulisha. Kajifanya kwenda pale analialia